Katika uzinduzi ama jukwaa hilo la kongamano la wafanyabiashara, kuna mambo ambayo tunategemea kuyafanya sisi kama chemba ya wafanyabiashara. Jambo la kwanza, tunataka kuzindua mkakati wetu, yaani strategic plan ya mwaka 2026 mpaka 2030. Tunategemea watu zaidi ya 400 kushiriki. Watakuja watu ambao wanatoka katika biashara mbalimbali za kilimo, madini, ufugaji, afya, kwenye construction, watu wanaofanya mambo ya finance, mabenki, watu wote ambao wanafanya biashara watahudhuria. Lakini pia ni katika kuweka usawa na ushirikiano kati ya sekta binafsi pamoja na sekta ya umma. Mtakumbuka kama mnavyojua, sasa hivi tunakwenda kwenye vision ya 2050 ambayo inasema tunatakiwa itakapofika 2050 uchumi wa nchi yetu uwe dola trilioni 1. Na katika hiyo dola trilioni 1, 70% inachangiwa na sekta binafsi. Kwa hiyo katika kongamano hili kutakuwa na majadiliano, yani panelist discussion, ambao zitazungumzia ni jinsi gani ya kuweka mazingira rafiki na wezeshi katika wafanyabiashara ili tuweze kufikia uchumi huo wa $1 trillion ifikapo mwaka 2050. Lakini siku hiyo pia tutafanya uzinduzi wa katiba yetu mpya ambao tumeiboresha. Kwa hiyo tumeipeleka kutoka TCCIA kwenda TNCC ili tuweze kuwa inclusive. Sisi ndio tunatoa certificate of origin, yani cheti cha uasili. Na siku ya kongamano hili tunategemea huu mfumo kuuzindua rasmi kuwa katika mfumo wa kidijitali. Yaani unakuwa mfumo wa kidijitali, kwa maana mfanyabiashara kokote alipo anaweza akanunua hichi cheti cha uasili na kukitumia katika biashara yake hizo ambazo anaweza kuzifanya kupitia mfumo wetu. Na mfumo wetu huo unaitwa Tanzania Chamber Portal, yani TCP. Lakini pia pamoja na kuwawezesha wafanyabiashara na wanachama wetu kuripoti changamoto zote au vikwazo wanavyokutana navyo ambavyo sio vya kiforodha, tunaita non-tariff barriers, ambapo wakisafirisha bidhaa zao huko wanapokutana na changamoto na sasa wanaweza kuviripoti hivyo vikwazo kupitia mfumo huu muhimu. Lakini pia mfanyabiashara anaweza pia akaripoti changamoto mbalimbali ambazo anakutana nazo katika utendaji wake wa biashara kila siku, ambazo tunaziita ni complaints za kawaida, na sisi kama TNCC kupitia mfumo huu muhimu tutaweza kuzipokea na kuweza kuzitatua kwa haraka iwezekanavyo. Sasa mfumo huu ambao tunaenda kuuzindua siku ya tarehe 30 mwezi wa 6, kimsingi tumeshaanza kufanyia majaribio na unaendelea vizuri, huku tukipata takwimu mbalimbali za muhimu ambapo tunaonyesha kwamba masoko ya East Africa na SADC yanafanya vizuri, wafanyabiashara wanapeleka zaidi huko. Lakini pia kuna masoko mengine kama China, kuna soko la hii tunaita Africa Continental Free Trade Area, yani AfCFTA. Ni soko la Afrika, soko jipya ambalo kupitia mfumo huu tunataka pia watu waelewe kwamba sasa hivi Afrika nzima inaweza kufanya biashara pamoja na kupunguziana kodi. Na sisi kama moja ya watu wa huduma ya cheti cha uasilia wa bidhaa, yani certificate of origin, tunaungana na wenzetu wanaotoa leseni pamoja na vibali. Kwa maana mfumo huu sasa wa Tanzania Electronic Single Window System ni mfumo ambao unaenda kuruhusu kutoa huduma za vibali, vyeti ambao na sisi tunatoa pamoja na leseni kwa pamoja kupitia dirisha moja. Kwa hiyo na sisi tumeunganisha mfumo huu na sasa hivi wafanyabiashara wanaendelea, na tutazindua hiyo tarehe 30 ili wafanyabiashara sasa waweze kufanya kuapply hivyo vibali kwa haraka iwezekanavyo.